Kwa kipindi cha miezi 12 hadi kufikia Mei 2026 umeongezeka na kufikia 5.52 kutoka 4.16 ambayo ilirekodiwa katika mwezi Mei 2025. Pia mfumuko wa bei ukilinganisha mwezi wa Aprili 2026 na mwezi wa Mei 2026 pia umeonekana kuongezeka na kutoka 5.02 mpaka kufikia 5.52. Kundi la chakula na vinywaji visivyo na vileo kwa mwezi Mei 2026 limeongezeka na kufikia 9.74 ikilinganishwa na 4.52 iliyorekodiwa katika mwezi wa Mei 2025. Kwa ujumla, faharisi za bei zimeongezeka na kufikia 122.49 kwa mwezi wa Mei 2026 ikilinganishwa na 116.07 ambayo ilirekodiwa katika mwezi wa Mei 2025. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula wa mwaka unaoishia mwezi Mei 2026 umeongezeka na kufikia 9.90 ikilinganishwa na 3.91 iliyorekodiwa katika mwezi wa Mei 2025. Faharisi za bei za bidhaa za chakula kwa mwezi Mei 2026 zimeongezeka na kufikia 138.21 kutoka 125.76 iliyorekodiwa katika mwezi wa Mei 2025. Mfumuko wa bei wa bidhaa zisizo za chakula kwa mwaka umepungua na kufikia 2.09 katika mwezi wa Mei 2026 ikilinganishwa na 4.35 iliyorekodiwa katika mwezi wa Mei 2025. Faharisi za bei za bidhaa zisizo za chakula zimeongezeka na kufikia 111.77 kwa mwezi wa Mei 2026 ikilinganishwa na 109.48 iliyorekodiwa katika mwezi wa Mei 2025. Bidhaa zilizopelekea kuongezeka kwa mfumuko wa bei wa mwaka ni pamoja na mchele wa Mbeya ambao umeongezeka kwa 10.87, Jasmine umeongezeka na kufikia 0.34, mkate wa boflo 3.79, samaki 8.52, ndizi za mkono mmoja zimeongezeka na kufikia 33.38, ndizi ya mpiki 37.23, sukari nyekundu ambayo tunasema ni brown sugar imeongezeka na kufikia 3.38, sukari nyeupe 4.41, mafuta ya taa 20.31, mafuta ya diesel 20.65 na mafuta ya petroli 28.66. Mfumuko wa bei kwa mwezi Mei 2026. Mfumuko wa bei wa mwezi Mei 2026 umepungua na kufikia 0.41 ikilinganishwa na 1.11 iliyorekodiwa katika mwezi ulioishia Aprili 2026. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula na vinywaji visivyo na kileo kwa mwezi ulioishia Mei 2026 umepungua na kufikia 0.12 ikilinganishwa na 1.64 iliyorekodiwa katika mwezi ulioishia Aprili 2026. Bidhaa zilizopelekea kupungua kwa mfumuko wa bei wa mwezi ni pamoja na mchele wa Mbeya ambao ni 0.16, mchele wa basmati ambao ni 0.69, samaki wamepungua na kufikia 10.93, sukari nyeupe ambao ni 0.96. Mfumuko mkubwa wa bei za vyakula unaweza kuongeza kiwango cha umaskini na kusababisha ukosefu wa uhakika wa chakula, ile tunaita food security, ambapo baadhi ya kaya hushindwa kupata chakula cha kutosha na chenye salama na chenye lishe bora kwa wakati wote. Tukumbuke kwamba ili mtu aishi vizuri anatakiwa awe na milo mitatu, tuseme minimum milo mitatu, ale breakfast, ale lunch, ale na supper. Lakini pia hicho chakula sio kuwa ni chakula tu, inatakiwa kiwe na virutubisho kila sehemu, lakini sio iwe ni chakula tu kama chakula, hapana. Kwa hiyo sasa tukiangalia faharisi tunaona kwamba imepanda pia kutokea 116 mpaka 116.07 mpaka 122.49. Okay? Yote hayo
kila siku ninasema kwamba kwenye uchumi tunasema hivi, mafuta tu yakianza kucheza, mafuta yakianza kupanda, hata ikipanda kwa shilingi 100, basi tujue kwamba kutakuwa na spillover effect kwenye eneo nyingine zote, kitakuja kuwa effect ya mafuta yale kupanda itaonekana. Tunaiona hii kwamba mafuta yamepanda sasa hivi, daladala sote ni washahidi. Tunaona kwamba ile public transport sasa hivi imekuwa shida kutokana na kusema kwamba they are not allowed to increase, hawaruhusiki kupandisha zile bei. Lakini sasa when you look at it in reality, wale watu wanaendesha zile biashara, lakini bei za mafuta zinazidi kupanda. Sasa na wao faida wataipata wapi? Na the sole aim of kuanzisha biashara yoyote ni kupata faida. Kwa hiyo kama mtu hapati hiyo faida, basi atafanya vipi hiyo biashara? Kwa hiyo niliangalia pia vitu gani viliendeleza hiyo mfumuko wa bei sana. Tunaona kwamba ni vyakula na vile visivyo vya kileo, vilevi, restaurants, accommodation, transport na furnishing. Na baadhi ya wafanyabiashara wanakuwa wanakiuka na bei elekezi ambazo zilizowekwa na serikali, kwamba kwa mujibu wa sheria namba 5 ya mwaka 2018 ya Tume ya Ushindani Haramu za Biashara na Kumlinda Mtumiaji, mfanyabiashara yoyote tukimbaini au tukimgundua kwamba anauza kinyume na bei elekezi, kwa mujibu wa sheria na kanuni, anakuwa anatozwa faini. Na wafanyabiashara 14 kwa mwezi wa Mei tumewachukulia hatua na wamelipa faini. Na ni watoe hofu wananchi kwamba mafuta yapo tena aina zote, lakini pia mafuta hayo kama mamlaka tunahakikisha kwamba wale walitaja mafuta OMCs, tunahakikisha kwamba wafanye kila wanaloweza mafuta wasambaze katika vituo ili kuondosha huo ukosefu wa mafuta katika vituo vyote vilivyopo Unguja na Pemba.